Gari zinakaa kwenye? Baridi. Hata chuma hii hapa mwaka huu. Bilionea Said Lugumi inawezekana ikawa sio jina geni nchini. Huyu sio mtoto wa mjini, sio kiongozi, na huenda kwenye familia yake hakuna kiongozi wala hakuna historia ya mwanasiasa zaidi ya marehemu baba yake ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Magu. Karibu sana, hii ni Dunia Digital. Siacha kusubscribe, kulike, kushare na comment. Leo nitakupitisha kwenye machache ambayo unapaswa kuyajua juu ya bilionea Said Lugumi. Karibu. Huyu ni nani? Huyu ni kijana kutoka jijini Mwanza, wilaya ya Magu, mwenye elimu ya darasa la 7. Hana elimu ya kutisha, lakini usishangae ukisikia Lugumi ni daktari. Akapata udaktari wa heshima kwa kuwa anastahili hilo kwa kiwango kikubwa kutokana na namna anavyojitoa kwa jamii. Ni tofauti na wafanyabiashara wengine. Ukisikia habari zao mtandaoni ni mambo tofauti, lakini kwa Lugumi imekuwa ni tofauti sana, ambapo mwishoni mwa mwaka 2024 mwezi Desemba aliibua mjadala kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonyesha sehemu ya nyumba anazojenga kwa ajili ya watoto yatima anaowalea katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam. Bilionea Said Lugumi anaeleza kuwa kwa sasa ana watoto yatima zaidi ya 800 kutoka maeneo tofauti ya jiji la Dar es Salaam, ambao anawahudumia kwa kila kitu ikiwemo chakula, mavazi, malazi, elimu, afya na kadhalika. Na hiyo inatokana na wito alionao kutoka kwa Mwenyezi Mungu na si vinginevyo. Mnamo Desemba 2025, katika kusherehekea sikukuu ya Krismasi tarehe 25, alijumuika na watoto wake mtaa wa Msufini wilaya ya Kinondoni kwa ajili ya kushiriki nao dua na kisomo maalum, sambamba na kushirikiana nao chakula cha pamoja alichokiandaa kwa ajili yao. Sambamba na hilo, katika kuboresha makazi yao, Lugumi alisema kuwa kwa sasa anajenga majengo 6 ya gorofa, huku malengo yakiwa ni kujenga gorofa 8 kwa ajili ya watoto hao kwenye maeneo tofauti ya jiji hilo, ambapo jengo moja kati ya hayo linajengwa eneo la Msufini Kinondoni. Hii ni jumba yao, jengo la gorofa. Nyumba kama hizi ziko 6, lakini tumeanzia hapa kwa sababu nyumba hii iko mbioni kukamilika. Chakula tutakula nao hapa, na wenyewe wameweza kuwa na furaha na kuona sehemu yao kila kituo kinatarajiwa hakitazidi kwa watoto 100. Unaona, nyumba kama hii ni ya watoto 100 tu, na kwa namna Mungu alivyonijalia zaidi nitazidi kuongeza. Kwa sasa tumepanga nyumba kama 3 na nyingine tumenunua, lakini bado hazitoshi. Nimemnukuu Lugumi hapo wakati akizungumza kwenye siku hiyo ya tarehe 25, ambapo alikuwa anapata mlo na kufanya dua maalum na watoto hao. Lakini Lugumi alieleza kuwa alianza kulea watoto hao alipata maono mnamo mwaka 2013, ambapo ni takriban miaka 12 sasa, na amesisitiza kuwa yuko tayari apoteze kitu chochote, lakini sio kuwapoteza watoto hao. Kila kituo kina madaktari na maafisa ustawi wa jamii ambao wapo kwa ajili ya kuwahudumia watoto hao. Ukiachana na suala la mavazi na malazi, watoto hao wanasomeshwa mpaka ngazi za juu za elimu na kuendelea na maisha yao, na wengine hupatiwa mtaji wa biashara, huku wengine wakianza ajira zao. Lugumi anasimulia kuwa sio kwamba siku zote wanapitia raha na wanaye. Kuna kipindi hali inakuwa sio nzuri na wanalazimika kula wanachokipata. Viongozi wa dini wamempongeza juhudi za Lugumi, akiwemo Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer wa kanisa la Inuka Uangaze, ambaye amempongeza mfanyabiashara kwa kujenga magorofa 5 kwa ajili ya watoto yatima. Ninampongeza Lugumi, ni jambo jema lenye roho ya kumcha Mungu, alisema Mwamposa. Majengo hayo yanatarajiwa kukamilika Machi mwaka huu, ambapo ambapo yatanufaisha watoto 800 wenye mahitaji maalum jijini Dar es Salaam. Said Lugumi ni mfanyabiashara mkubwa nchini Tanzania, anajulikana zaidi kama mkurugenzi mtendaji wa Lugumi Enterprises Limited, lakini pia kupitia kampuni ya Tactical Defense Limited, ni wakala wa makampuni makubwa ya silaha duniani. Lakini pia kampuni yake inajihusisha na huduma za uchapishaji wa vifaa vya kiofisi, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, na hajawahi kuwa na biashara tofauti na inayodaiwa kuwa anajihusisha na uuzaji wa madawa ya kulevya. Maisha yake binafsi amekuwa sio mtu wa kuweka wazi sana familia yake, lakini amewahi kukiri kuwa na watoto 7 ambao ni wa kwake wa kuwazaa na wapo sehemu tofauti, huku akikanusha taarifa ya kuwahi kumwoa binti aliyedaiwa kuwa ni familia ya aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi nchini Said Mwema. Hii ni Dunia Digital. Siache kusubscribe, kulike, kushare na comment. Chuo kimoja
vituo vingine bado tunaendelea kutengeneza, na tumefanya siku ya Krismasi kwa sababu siku ya Krismasi kila mtu yuko na familia yake nyumbani, hao hawana pa kwenda, na kwenda kwao Mwenyezi Mungu amejalia leo waje kwenye sehemu yao. Ndio maana tumefanya chakula, tutakula na wao. Kuna michezo nimeweza kuwafungia hapo, na wenyewe wamekuwa na furaha kuweza kuona sehemu yao. Hii ni nyumba yao, sio yangu, yao. Umeelewa eh? Haya, niulize nimetaka nini? Unasema kwamba vingine ambavyo navyo unajenga, pengine tungetamani kufahamu una vituo vingapi mpaka sasa hivi? 8. Ambapo vina jumla ya watoto wangapi? Sasa wameongezeka watoto wengine sasa hivi. Sasa hivi wamefika 800 na kitu. Kituo hichi unatamani wewe watoto wangapi? 100 tu ndio maximum. Kila kituo ni 100. Kila kituo unaona nyumba kama hii ni watoto 100. Kwa hiyo kadri Mungu anavyonijalia naenda naongeza. Kwa sasa hivi nyumba zingine tumepanga nyumba kama 3, lakini zile zetu kabisa tumenunua. Lakini pamoja na kuwa tumenunua, lakini bado ni ndogo. Kwa hiyo mahitaji ni makubwa. Na unasema familia ambazo ziko hapa Dar, watoto yatima wa kila mkoa kwa hapa Tanzania, mpango ukoje kwa watoto yatima wa mikoa mingine? Nilisema tasikule kwa mradi hayo. Kadri Mungu anavyonihifadhi nitazidi kwenda mpaka huko. Pengine labda una mpango ambao unaufanya labda haujauweka wazi kwa watoto ya mikoa mingine? Nitafanya. Yaani huo ni wajibu wangu. Siwezi kukimbia. Kwa sasa hivi hakuna labda kuwashika mkono kwa namna moja ama nyingine wakiwa kwenye vituo vingine? Tunawashika mkono. Kwa mfano kama juzi walitangaza wale Bongo 5. Tumeenda kupeleka msaada. Tumepeleka magodoro, tumepeleka vitanda, tumepeleka vyakula, tumewanunulia nguo za sikukuu. Kwenye daily routine yako unakutana na hawa watoto kwa muda gani? Kila wiki. Kila Jumamosi, lakini kila Jumamosi nawaita nyumbani kwangu. Sababu ni utaratibu tumejiwekea, tunakutana Jumamosi, tunasoma dua, tunakula pamoja, tunacheza nao kwangu nyumbani kwangu. Wote 800? Wote. Wote. Yote ni hivi. Na hapo unaona hapo nyuma hapo kuna puru yao unakuja kujenga. Tulipopaki mabasi, Utaratibu wa kuwapata hao watoto ukoje? Serikali wanatafuta wenyewe, wanawapeleka kwenye vituo. Mimi sina kituo, sina. Kwa hiyo mtu anasema Saidi acha na kituo chake, mimi sina kituo. Ni mimi natafuta, itategemea Mungu ameniletea kiasi gani. Lakini kadri wanavyokuja mimi nawachukua. Nakuuliza hivyo kwa sababu ukipita kwenye mataa ya Ubungo pale na sehemu zingine kuna watoto wanaosha magari, kuna watoto ambao ukiwaangalia hawana makazi. Pengine kuna utaratibu unafanya kama Saidi Lugumu? Tumejaribu sisi kuwachukua wao kuwapeleka kwenye vituo, wanakimbia. Hawajazoea. Unaongelea kwamba hizi sio kukutana nao, kuweza kuwasomesha. Hawa na wasomesha wote hao. Hawa kuna watu wanasoma international school hapa. Kabisa ukiwauliza watakwambia. Kuna watu hapo wanasoma IST. Kuna watu wanasoma hapa Alimutazil. Kuna watu hapo wanasoma DAS. Na kuna watu wanasoma Baobab. Na kuna wengine nimewapeleka Canada. Ndio. Unatumia vigezo gani kuwabadilishia shule hao? Uwezo wao wanavyosoma. Hili jambo ni mpaka uitwe. Kuna watu wengi wana uwezo mkubwa hapa brother. Hawawezi kufanya hivi. Hawajaitwa. Hili nimeitwa. Sasa hayo yangu. Hayo yangu. Changamoto kubwa kwenye kuwalea hawa watoto na nini ipi? Kwa sababu tunaona upande mzuri kwamba wanasoma na nini. Weka sawa. Unajua unajaribu kumfanyia. Hakuna jambo gumu kama kumfanyia transfer mwanadamu. It's very hard. Kwa hiyo kuna wakati tunabishana kwenda kusoma, yeye ameshazoea mambo ya street, mimi namlazimisha aende akasome. Kuna muda mwingine watoto wanahitaji kupata burudani, labda wasanii kuhudhuria wanakuja wasanii kabisa. Tena nawaleta nyumbani kwangu. Kwangu kabisa. Na hiyo inakuwa ni kwa muda gani kwenye mwaka? Sasa hivi hili jambo tunalifanya leo ni kubwa. Isingekuwa hivyo ungewakuta wasanii hapa. Na sio mara moja, wote tunawaita mara kwa mara.
Na masuala ya discipline pamoja na kuumwa unadili nao vipi? Unaona hapo kuna mbio zimepaki na madaktari 8, daktari kabisa 8, na kuna maafisa ujamii, afisa ya jamii kila kituo, sio mmoja, wawili, na kila kituo kina madaktari 2. Labda utuambie umri wa kuanza kuwalea hao. Unajua kuna watoto wengine wazazi wao wanafariki wadogo kabisa. Kwenye kituo chako mtoto mdogo kabisa ana umri gani? Miezi 6 na mwaka wanakunywa maziwa. Na swala la dini, wanachagua dini au wana miongozo? Hapa ndani hapo kuna Wakristo wako wengi. Tena siku moja niliona wakati ameposti miradi yao, akasema mbona anasaidia Wakristo? Hapa ndani kuna Wakristo wengi kabisa. Wako zaidi ya Wakristo 200 na kitu. Kabisa. Na wala mimi si wabagu. Kwa hiyo wanajichagulia wenyewe. Okay. Watu waamke. Unajua ulichokipata watu wanakikumbatia, wanafikiri chao chote, na ndio bahati mbaya ya binadamu, tunajisahau. Hili jambo la hawa watoto ni likubwa kweli kwa mtu anayeelewa. Unajua kuna wakati mwingine unaona kama sasa hivi ninavyoniuliza hapa, watatokea wenda wazimu huko wananiona mimi mjinga. Ana mtu ananitukana na mtu anasema vyote anavyoweza kusema, lakini natamani na yeye Mungu amfate aweze kuwachukua, kwa sababu wangepatikana watu 30 kwa Dar es Salaam kama mimi ninachokifanya, tusingeona watu barabarani kabisa. Swali la msingi liwe pengine tukiona hivi unafanya vitu vikubwa sana, ni peke yako au kuna watu baadhi wanakushika mkono kwamba Saidi ongezea hapo? Nikikwama naomba Israeli. Kwa Tanzania hamna kitu. Maneno mengi. Tanzania hamna kukupa. Lai yako kwa matajiri wengine ni nini? Sijui, lakini wao wenyewe. Kwa mfano kama sasa hivi tumepata, unaona kuna lori hapo ya Asas. Asas, umeona lori yao hapo? Wametupa maziwa bure. Bure kabisa. Hilo lori zima maziwa bure. Hii ni urafiki. Unaona Faraji, unafahamu Faraji? Ametupa maziwa bure. Hata 100 hatujatoa. Na tumepewa na maji bure. Ujumbe wako kwa watu wengine ambao kama unavyotamani kwamba waguswe, wasaidie, kwa sababu unataka wasaidike watoto, si ndivyo? Ujumbe wako kwa watu wengine wenye uwezo kama hapa leo, tutaombea dua watu, Mungu awashukie, wasaidie. Wasaidie watu wengine. Karibuni tena basi. Haya. Mwaka kesho mwezi wa 3 vyote ndio vimeisha. Vyote nani? Vyote. Kwa hivi. Kama ni hivi. Nasema kila siku, naomba Mungu asinichukue sasa mpaka nimalize. Na nikimaliza Mungu akipenda kunihifadhi aendelee kunihifadhi. Lakini naomba Mwenyezi Mungu asinichukue mpaka nimalize. Asante sana. Karibuni bwana.